Takriban watu 165 wamefariki dunia huku karibu watu 1500 wakiripotiwa kutoweka baada ya mafuriko makubwa ya hafla na maporomoko ya matope na miamba kukumba maeneo mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Tukio hilo limetokea Jumatano Agosti 26, 2026 katika maeneo ya Rusua na Nuwakot nchini Nepal pamoja na eneo la Gryong upande wa Tibet. Kwa mujibu wa taarifa za maafisa, kati ya watu 151 na 162 wamefariki nchini Nepal huku wengine 3 wakiripotiwa kufariki upande wa Tibet. Mamlaka zinaonya kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka kadri shughuli za utafutaji na uokoaji zinavyoendelea. Upande wa Nepal, takriban watu 826 hawajulikani walipo, wakiwemo mamia raia wa kigeni. Upande wa Tibet, watu wengine 558 hawajulikani walipo, miongoni mwao wakiwa raia kutoka mataifa mbalimbali. Mafuriko haya yalianza majira saa 2:40 asubuhi kwa saa za Nepal, ambapo maji, matope na miamba vilisomba maeneo mbalimbali baada ya kuingia katika mto Hendhola na baadaye kuelekea katika mito Bot, Kosh na Trishul. Nguvu ya mafuriko hayo imeharibu nyumba, vijiji, madaraja pamoja na miundombinu muhimu. Takriban madaraja 19 na kilomita 40 za barabarani zimeripotiwa kuathirika, huku baadhi ya mitambo kuzalisha umeme wa maji nayo ikiharibiwa. Awali maafisa walihoji kuwa tukio hilo huenda lilisababishwa na tetemeko la ardhi. Hata hivyo, uchambuzi wa shirika la jiolojia la Marekani yani USGS umeeleza kuwa mtetemeko ulioripotiwa kuwa na ukubwa wa mita 4.4 haukuwa tetemeko la kawaida la ardhi, bali ulisababishwa na kuporomoka kwa barafu na miamba milimani. Miongoni mwa walioathirika ni watalii na mahujaji waliokuwa wakielekea katika maeneo milimani, wakiwemo raia wengi kutoka India waliokuwa wakielekea mlima Kailash, eneo linaloheshimiwa na Wahindu. Raia kutoka Marekani, Uingereza, Australia na Canada, Malaysia, Korea Kusini na mataifa mengine pia wanaripotiwa kuwa miongoni mwa watu walioathirika au ambao bado hawajulikani walipo. Serikali ya Nepal imeanzisha operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji ikitumia helikopta, ndege zisizo na rubani, mbwa maalum wa uokoaji pamoja na maelfu ya wanajeshi na polisi. India nayo imetoa msaada kwa kupeleka vifaa vya dharura kwa ajili ya kusaidia waathirika wa janga hilo. Wakati shughuli za uokoaji zikiendelea, serikali ya Nepal imetoa tahadhari kwa wazazi wa wilaya Rasua, Nuwakot, Dhading, Orka na Chitwani kuepuka maeneo pembezoni mwa mito Trishul, Bot, Kosh na Narayani. Mamlaka zimeonya kuwa bado kuna uwezekano wa kutokea mafuriko zaidi kutokana na vizuizi vilivyosalia katika sehemu za juu za mito. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura na watu waliopotea, huku hofu ikiwa ni kwamba idadi ya vifo na watu wasiojulikana walipo inaweza kuongezeka.